uturehemu, tusamehe na kutuosha kwa damu yako. Kileta kila ndugu na dada mkubwa kwa mdogo mikono yako, tuoshe na kututakasa. Sasa zaidi tunaomba Mfalme, ibada yetu ya asubuhi ya leo acha iwe ibada yenye kupendeza. Tutakapoanza kwa maombi tumefungua nayo, tutakwenda kushukuru kwa nyimbo na neno lako baadaye. Bwana, hasa zaidi ukaweze kutuongoza katika kusikia kile mwenyewe umetuandalia asubuhi ya leo. Mioyo iliyovunjika ikatoke hapa imepata nguvu na uweze kutuneemisha Bwana Yesu. Mungu anibariki. Tutasifu Mungu wetu kwa numero 130 collection des cantiques ville de Père de lumière. Ndiyo. Ô vie de Père de lumière. Yeah.
Siku nyingi nilifanya dhambi, sikujua neno la Mwokozi, sikujua adhabu yake Bwana kwa Kalvari. Tunaona nyimbo za Mungu. Ndio. Sasa tupige kasbidi kadogo na ngoma. Siku nyingi nilifanya dhambi, sikujua neno la Mwokozi, sikujua adhabu yake kwake kwa Kalvari. Kweli Bwana Yesu, Bwana Yesu
4:26 nyimbo za Mungu. Haleluya. Neema ya Bwana ni kubwa sana, ni kubwa kuliko dhambi za watu. Kule kule Kalvari tunaiona pale pale pa kufa kwa mwanaye. Neema Yes.
Numéro 48, frère Mshasawaka kutosha sadaka Kambude Naishi. Mungu amibariki. Amen. Inatushinda kufahamu mapendo yake Mungu wetu, mapendo haya yanapenda, mapendo yake sisi watu wenye kutoka kwa mbinguni.
bénisse richement. Amen, amen. Mungu awabariki sana. Amen. Ule muda nasonga sivyo, tunaweza imba Mungu mmoja kisha tuko tayari kusikiliza sauti ya Mungu. Inakuwa 10 minutes, kisha 9 minutes. Numero 152 nyimbo za Mungu. Niwe karibu nawe. O niwe karibu nawe, Mungu wangu. Nasema Mungu wa Abrahamu wabariki. Amen. Nakuwa na mazoea ya kusema kama Mungu wetu anapenda watu wa kumchezea. Ndio. Hata kama hujui Mungu ile makofi kwa kuingia furahi. Kucheza wala unaimba kama unajua. Baada ya kuja kwa kanisa uangalie video kwa naimba na kucheza. Tunapaswa kwa simu wote kwa ajili ya service ya Mungu. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sasa bila kuchelewa tutasimama tuweze kusoma katika maandiko matakatifu.
Tutasoma katika Mathayo, le livre de Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 12. Mathayo 5 verse yake ya 12. Kama ushakufika mkiswali unaweza kusomea kwa ajili ya kuongoa muda. Mathayo 5 mstari wa 12. Ndiyo. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Amen. Mathayo 5:12. Ndiyo. Furahini na kushangilia. Ndiyo. Kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ni hivyo. Samahani. On a malinette hapo, okay. Inasoma kwa Kifaransa. Il dit ceci, Matthieu chapitre 5 verset 12, la Bible prie: Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la lecture de ta parole, sois avec nous du début jusqu'à la fin, et ouvre surtout nos entendements spirituels gratuitement ouverts, que nous puissions écouter de ta parole et aller l'homme à la scène. Nous attendons de toi d'agir et venir au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, car nous te prions tout ainsi à ton nom Jésus-Christ en disant Amen. 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 Amina. Tunaweza tunaongeza tena Matthieu tunasoma tena katika kitabu cha Mathayo 13 verset yake ya 19. Matthieu chapitre 13 le verset 19, la Bible dit: Et lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et le reçoit aussi avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même et il manque de persister et de que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Il y trouve une occasion de chute. Amen. Amen. J'ajoute encore, toujours dans Matthieu, le même chapitre 13, le verset 54. La Bible dit: Satan rendit dans sa patrie et il enseigna dans les synagogues de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disant: D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Judas? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas toutes parmi nous? D'où lui est venu donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète ne méprise que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Mungu wabariki sana. Amen. Je, mnakuwa na furaha kukutana tena asubuhi. Amen. Mungu wabariki nyote kwa vile mlijitoa, mnaacha mambo yote kwa ajili ya pia kusuteniri kazi ya Mungu. Na wale wote ambao wanaacha mambo yao kusudi wakasuteniri kazi ya Mungu, na mimi kwamba Mungu ambao tunatumikia atalipa. Amen. Kama atalipa mwa hii siku, atalipa msiku lenyewe iko nakuja. Amen. Amen. Amen.
Ndio kwa maana sisi tunaamini kama kumbingu kule watu wao wanatafuta kwenda kumbingu, hakuna malipo ya kwenda, maana ni bure kutokwenda kumbingu. Ndio tunaamini kama piko malipo. Ndio. Na maandiko yanasema bado wenyewe watashinda, watakuwa kurone. Ile taji ndio malipo ya wale washindani. Amina. Amen. Amen. Nitajiuliza sema leo ni mwezi wa 4 ambao wengine wako wanasherehekea Pasaka. Mbona sisi ametuambia mambo ya Pasaka? Watoto wa ujumbe hapana baswandi za kwaya. Yupo baswandi za kwaya ya message. Ndio. Mais un vrai mtoto wa ujumbe, je ne sais pas kama piko siku ya Pasaka, kama vile na Biblia na mama yako kutuonesha hapa ya kwamba sisi tunakusanyika kila Jumapili, ni alama ya kuonesha ya kwamba ni siku ambayo Bwana Yesu aliweza kufufuka. Hatukusanyika juu ni siku ya Sabato, hapana. Hapana. Kila Sunday yetu tunakusanyika, maana sisi kwetu ni Pasaka. Tu Pasaka ni kumbusho ya vile Bwana Yesu aliweza kufufuka. Haleluya. Sasa Bwana Yesu wa wengine anafufuka tulimwona kwa mwaka. Basi sisi wetu ni kila Sunday asubuhi. Amen. Pasaka. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Ndio tofauti ya watu wenyewe wanakusanyika leo. Ndio. Hata ulimwengu wa ujumbe unaona watu wanataka kwa internet East meeting bla bla bla, sema sasa mzuri sana. Mimi hayakuwa ndio kia kufanya. Amen. Amina. East meeting yetu inakuwa ni kila Sunday asubuhi, ndio tunakwenda kusanyika, tunakumbuka kisi yenyewe Bwana Yesu aliwezaka kufufuka. Sio limwaka kwa mwaka. Ni kila Sunday sisi tunaambia ndio siku yenyewe Yesu wetu alifufuka. Ndio kwa maana tunakutana nacho kusudi tuweze kukumbushana. Mungu amebariki sana. Amina. Ejefu benise. Amen. Hii East meeting yenyewe watu wanafanyaka hii siku yako ya Easter. Inakuwa ni siku ya business, biashara, bauzishe, balewe, bapigane, basharatike, baende kwa beach. Ndio wenyewe wanafanyaka hii. Sio juu ya kukumbuka Yesu. Kwa kuonyesha leo wengine ma divorce zitafanyika juu akumuzia bibi yake nguo ya East. Ingekuwa na hiyo kama East inakuwa ni kila Sunday asubuhi, ile mambo ingefanyika. Ndio. Kwa sababu tuko busy na ma distraction pale, bako busy na neno ya Mungu. Mungu amebariki sana. Amen. Mimi niko barefu sana, unajua ni juu ya nini? Niko barefu sana. Ndio. Ndugu Branham anatuonyesha kama mwezi wa 4 inakuwa ni mwezi wa makondoo. Sasa mwezi wa 4 ndio mwezi ambapo Bwana Yesu angeweza kuzalika. Mwezi wa 4 ndio mwezi ambao makondoo zinazalika kwa Israeli. Maana kila mtu yote ndiye alizalika mwezi wa 4, mfano wake ni kama vile mwana kondoo. Ndio kwa maana Yesu mwenyewe mkianza kuhesabu wakati malaika Gabriel alimletea Maria ujumbe wa kusema atachukua mimba na tazala mwana. Ukishasaidia zile miezi kusudi azalike kama vile mtu yote wa kawaida. Yesu angepasha kuzalika ni mwezi wa 4. Hapana, hii mwezi nyuma anasemaga ya Disemba. Disemba ni 6 months. Mtoto wa 6 months atakufa. Haikuwa. Hawezi kuishi. Ndio kwa maana hata ndugu Branham alizalika kana ni mwezi wa 4. Ndio ni nani mfano wa mwana kondoo. Je, mnajua vile? Ndio. Alizalika kana le 6 April. Mwezi wa 4. Sasa kama na alizalika mwezi wa 4, maana kuna tipifio kwa mfano wa mwana kondoo. Mimi siyasema kwa mwana kondoo. Unakuwa mwana kondoo wakati unajishusha, naamini ujumbe wakati ya wakati ya ujumbe na kondoo kwa kujishusha iko juu ananyenyekea. Amen. Amina. Na mimi Jumapili ilikuwa ni anniversary yangu. Ile 12 mwezi wa 4 frère, na mimi niongeza kama mwaka kamoja. Mimi ameniletea kado. Atakujua. Ilikuwa ile 12 mwezi wa 4. Na ukasema mwezi wa 4, na ni mwaka, ni mwezi hapa pa mwana kondoo. Tu hata naturellement ku Israel hii mwezi wa 4 ndio mwenye makondo. Hii makondo ya kawaida yenyewe tunakulaga hivi. Tunazalika ni mwezi wa 4. Ndio. Amen. Amina. Ndio kwa maana hata Yesu mwenyewe ndio alikuwa ni mwana kondoo ili aweze kuondoa dhambi ya dunia. Aliweza kukufa mwezi wa 4. Messi yeye data nyuma anatutendeaka. Amen. Amina. Ndio data yenyewe sio ujumbe wakati yetu Fred Branham anatuonyesha kwamba inapaswa kuwa ni kila Jumapili. Ndio aliweza kukufa Friday, Saturday kwa muda kuna pressure maami zilizokuwa kuzimu. Siku ya Mungu asubuhi akatoka. Na ndio maana tunakusanyika. Haleluya. Sio ya limoya kwa mwaka. Usikwe mu distraction. Bila fara ya mzuri watu wanampenda Mungu, wanaacha vyote wanaenda ku East meeting. Ni bien. Mais haiko bite na objectif yenye ba Kristo wanapaswa kuwa nayo. Ni ma distraction. Mungu amebariki sana. Amen. Ndio msijatanga sema mbona kututangazia kama East meeting tutaenda wapi? Bila kwa. Tunaendelea na ile somo yetu ndio tulikuwa mama tutabadilisha sema hiyo sermon ya East meeting ya bana. Sasa abona Fred Branham anasema kuprêcher le son de Pâques, ndio ni mjumbe wa kizazi kwa anafundisha. Kafundisha ile muhuri wa Pasaka. Kisi unapasha kuwa na kwa. Mimi hakusema kama iko na kwa ni mwaka vile sisi watu wanabeba moshi.
Ni ya kila Jumapili kwetu sie ni ukumbusho wa Bwana Yesu. Amen. Mungu amebariki. Amina. Ndio. Sasa tuanze pale kwenye tuliachia Jumapili. Ndio. Tulikuwa na ile somo yetu ambayo inaitwa kufunga na kuomba. Jeûne et prière. Apart ma interpretation yote, ndugu Branham akatuonyesha kwamba kama jeûne inakuwa ni travail, maana ni kazi ya nafsi ili iweze kuleta utukufu wala nguvu ya Mungu na ilete ile kukomaa kwa mtu wa ndani. Ndio kazi ya nini? Ya kufunga na kuomba. Amen. Tusikie kisi alisema. Parce que jeûne et prière est le travail de l'âme consistant à déposer la puissance de Dieu dans l'âme de l'homme. Amen. Ase kufunga na kuomba ni kazi ya nafsi ya Mungu mweza yote ili uweze kuleta nini? Nguvu, ile power ndani ya nini? Ya mtu nafsi, hapana mtu mwili. Ce qui rend l'homme capable à accomplir les travaux spirituels, prêcher, voir des visions. Ile kufunga na kuomba inaweza kufanya mtu akue wa kuweza, akue capable ya kuweza kunini? Kufanya ile makazi za kiroho, kuhubiri, kuona maono na kuomba na mamiujiza ingine kadhalika, na kusema kwa lugha, kuona mandoto. Ni kazi ya nini? Ya kuomba na kufunga. Amen. Amina. Ndio definition yenye nabii alitupatia selo nini? Jeûne et prière. Mungu amebariki. Amen. Il dit ces actions spirituelles donnant impuissance aina épanouissement à notre homme intérieur qui va détruire l'homme extérieur et manifester Dieu. Amen. Amen. Ni unenepaji ya kuweza kuua hii mwili wa nje ili ule mtu wa ndani aweze kunini? Kukomaa, aweze kunenepa, kuwa mkubwa. Amen. Amina. Ndio kazi ya kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba sio structure wala organigramme ya kanisa mpango washa kupanga. Inapaswa kuwa ni kazi ya wewe unatafuta kulisha yule mtu wa ndani. Amina. Amen. Apart terme yote ndugu Branham akatuonesha ya kwamba wakati tunafunga tuko tunaomba Mungu hawezi kukupatia njaa tena. Ukisikia njaa wakati uko unafunga na uko unaomba ni saa ya kwenda kufanya nini? Kula. Amen. Amina. Ndio vile ndugu Branham akatuonesha. Ndio. Tuanze pale kwenye tuliachia Jumapili. Donc, Frère Branham dit ceci dans le témoignage et résurrection d'un garçon mort en Finlande. C'est un ushuhuda na ufufuo kwa ule kijana ambaye aliweza kukufa kwa Finland. Frère Branham dit ceci. Et ainsi, je suis descendu au fond de la tour et j'ai commencé à crier, je ne savais pas pourquoi. Asema hivi nikashuka huko chini kando nikaanza kulalamika na sikujua namna gani nilikuwa nalalamika. J'avais été en train de jeûner depuis quelques jours. Asema nilikuwa niko mimi nafunga baada ya muda masiku fulani, masiku chache. Bila kusaulika tuambia jeûne ya mkubwa nyasha kufanya ni ya siku tatu. Maana hii jeûne alikuwa nayo ilikuwa nini? Entre masiku moja wala mbili au tatu. Hayatambushaka hivi. Il a dit, et j'ai commencé à sentir comme si j'étais affamé. Alikuwa mjeune, akasema akaanza kujisikia kama vile anasikia nini? Njaa. D'habitude, dans un jeûne, je ne me sens jamais affamé. Amen. Asema kwa kawaida, wakati niko mafungo sijisikia niko nasikia nini? Njaa. Mimi wakati alikuwa mafungo akajisikia nini? Njaa. Na bila kusaulika anasema ukishasikia njaa ni saa ya kwenda kukula. Amen. Amina. Je tuko pamoja. Amen. Il a dit, c'est juste, Jésus après avoir jeûné, il eut faim. Vous voyez? Amen. Asa Yesu naye baada ya yeye kumaliza kujene kufunga ndio alisikiaga nini? Njaa. Wakati alikuwa mjene mule 40 jours 40 nuits mjango hakusikiaga njaa. Me baada ya kumaliza ndio alisikia njaa. Shetani akaona sasa, mimi naona kote faible yake. Ifone nini mdanganya? Sasa asikia njaa. Ndio shetani akaenda kumdanganya ndio ashatoka mnini? Mafungo. Ndio wakati alikuwa mafungo pale hasusiaga njaa. Amen. Amen. Il est dit, mais si vous êtes
affamés, c'est le temps de manger. Amen. Amen. Je mnasikia pale vizuri? Amen. Basi wakati tunafunga, tunasikia njaa, ni wakati ya kwenda kufanya nini? Kukula frere. Hapana kukankamana, sema hapana walituambia tutamaliza saa 10, tutamaliza saa 9, yenyewe unaangalia profesa na sekunde. Kama ni njaa inakuja, toka uende kukula. Ndio. Maki ile jena iko Mungu alikupatia na. Bineshia pale ubyako. Mungu amebariki sana. Amen. Il est dit, c'est le temps de manger. Et ainsi, alors, j'ai commencé à avoir faim. C'est na hivyo sasa nikaanza kusikia nini? Njaa. Et frère Nilson m'a dit, voudriez-vous venir manger frère Branham? Na huyu ndugu nilisema akamwambia, ndugu Branham, unataka pia kukula? J'ai dit non. Je ne sens pas que je dois manger. Akasema hapana, sijisikii kama vile nitakula. Mimi ashasikia nini? Njaa. Na nilikuwa mmafuko msisaulike. Mais frère Nilson, il dit quelque chose quelque part. Ule ndugu nilisema akamwambia piko kitu fulani sehemu fulani. Et j'ai marché là-bas et j'ai vu un homme qui se tenait là-bas et il chantait au Golgotha et tous leurs cantiques sur la note mineure. Asa akashuka huko akakutanisha mtu yuko naimba nyimbo ambayo inaitwa Golgotha, alikuwa naimba kwa nini? Kwenye do note mineure ya maki kwa sauti yenyewe iko ya do yenyewe iko ya mzuri sana melodie. Et c'était très bon. Ainsi j'ai entendu, j'ai vu cet homme qui se tenait là-bas et qui regardait et je suis allé là-bas. Et c'était un homme venu d'Angleterre. Asa ilikuwa ni mzuri sana, nikashuka nikaona yule mtu ambaye alikuwa anashimama hapo. Alikuwa ni mtu ambaye alitokea wapi? Uingereza. Et il avait été là-bas, na alikuwa yuko hapo, il était à chanter. Na alikuwa akiimba. Juste aussi ivre que possible et disait. Alikuwa akiimba na acha kulewa sana. Alikuwa akisema que sont-ils en train de faire là-bas? Donc Branham akamuuliza, uko unafanya nini hapo? J'ai dit, vous parlez l'anglais? Akamuuliza, unasema Kiingereza? J'ai dit, je suis un anglais. Akamjibu aseme niko Mwingereza. J'ai dit, eh bien, ils sont en train de chanter un hymne. Aseme ko banaimba nini? Ile mahymne, make ni nyimbo nya itoshe so iko ni ya kumire tu. Ndio ndio kwa banaimba pale. Il dit, vous savez que ça sonne très bien. Donc Branham akamwonyesha sasa hiyo hymne iko na nini na sonne bien. J'ai dit, n'avez-vous pas un chrétien? Auko Mkristo? Il a dit non, je ne crois pas dans cela. Akamwambia sasa mimi siamini katika hayo mambo ya kuwa Mkristo. Et je dis bien, vous devez vous sentir honte de vous-même. Donc Branham akamwambia unapata kujisikia haya kwa wewe mwenyewe. Vile unasema hauna Mkristo. Et je dis, un homme qui a vécu longtemps comme vous, Dieu vous a rendu prospère et de la manière qu'il l'a fait, ensuite, vous faites une remarque comme cela. Ase Mungu mtu ambaye anaweza kuishi muda mrefu kama hivyo na Mungu akakufanya akakujalia maana ukaendelea kama vile kimapato akapata. Sasa wewe et ensuite vous a fait une remarque comme cela. Na kisha mnafanya remarque kama vile kuremarquer kama vile tambuo kama na hiyo. Et environ 10 minutes plus tard, je l'avais conduit en Jésus-Christ. Amen. Bako mwele conversation 10 minutes plus tard, ndugu Branham akamleta ule bwana wapi kwa Kristo. Juu ya nini msisaulike kama kule ndugu Branham ashakuonyesha kazi ya jeune inakuwa inasaidia juu ya nini? Si alisema definition kwa tunataka kuisema hapa sasa. Inasaidia juu ya kuona mandoto, kusema kwa lugha, kuhubiri na kusema nini? Na kutabiri na kusema kwa nini kwa lugha. Ndio kazi ya ndoto zile za nani za kujene na kuomba. Aisha kutoka mjene na kutanisha na huyu mtu. Kuongea tu quelques minutes 10 minutes tu alikuwa kujiconcentrer. Akamuleta kwa Kristo. Mais alikuwa haamini Kristo. Amen. Amen. Il est dit, notre Seigneur Jésus est la seule personne qui peut jeûner pendant 40 jours parce qu'il est un législateur comme Moïse. Amen. Ase mtu pekee ambaye anaweza kujene kwa muda ile 40 ni Yesu Kristo pekee. Juu ya nini? Iko legislateur, maana iko kama vile muweza yote. Alikuwa na nguvu kama vile Musa. Bila kusaulika kama Musa naye anaweza kufanya 40 jours kujangwa kule. Fanya 40 jours.
Ni watu wawili wenyewe washafanya tu ile mambo. Yesu Kristo na Musa. Amen. Ndio pale ndugu Branham anasema hakuna kitu chochote mulimwengu ambacho kinaweza kutufanya sisi tu jeûner mwa ile 40 jours. Hata 4 à 5 jours huko mjeûne kule ni kitu gani nikusukuma fanya ile jeûne mu dunia? Hakuna. Ndugu Branham atuonesha ile kitu Jumapili. C'est rien dans ce monde qui peut vous pousser de jeûner pendant 40 jours. Hakuna kitu ambacho kinaweza kutusukuma. Amen. Amen. Sasa hapa mimi nataka kuexagere kidogo. Maki bale watu wenyewe wanaenda kukufa, mtu maki kwa mjeni kule anakufia mjeni. Kule automatiquement anaenda wapi? Anaenda mjeni na mfrere. Si vitu viko wazi. Juu wakati una jene, hauwezi kusikia nini? Wewe uko kule mjeni unajikangamana, hauendi kukula, unasikia njaa, unakufia kule kule. Unaenda mjeni namu. Juu ile jene yuko Mungu anakupatia ndani. Je, tuko pamoja? Ndio. Binasoni kwa vigumu batujua vile kisipi. Ile ni mimi na exagere kidogo pale. Sasa sasa ni ndugu Branham, unajua kuna citation fulani Branham alisema hivi. Nikitafuta kuonesha kisi watu, piko watu wenyewe wanakufa kule mu majeni. Ndio. Anakufa mu majeni, pia kutoka kule anakuwa mwenda bazimu. Anazania kwa mkazi ya Mungu kumbi, hakuna nafasi yoyote kwenye Mungu alibambia watu wako na jeûner 40 jours. Na kuna kitu mwa ulimwengu ambacho kinaweza kukuse mtu wa jeûner pendant 40 jours. Amen. Amen. Kama siku moja tutafanyaka jeûner hapa fulani ukishasikia njaa na mko lako wewe usilage hata mtu ndio kukula. McDonald's, makipsi ziko hapa karibu. Uza ukule wako tenteke. Au yafanya sana. Mungu amebariki sana. Amen. Je, tuko pamoja? Amina. Il est dit ceci, frère Branham, la question et réponse de 1954 et question and answers volume 1 page 134. Il y a 3 January 1954. Frère Branham dit ceci. Question number 21. Il est dit: où était Jésus depuis à partir de son baptême jusqu'à 3 ans de son ministère? Ni swali baluliza ndugu Branham. Ase Yesu alikuwa wapi wakati alizaka kubatiziwa baada ya ile nini miaka 3 ya nini ya huduma yake? Alikuwa wapi? Amen. Amen. Sindio pale kwenye ndugu Branham kutuambia jibu kwenye alikuwa. Ase baada ya yeye kubatiziwa, Biblia inasema nini katika Mathayo? Alienda, roho ya Mungu kamsukuma aende wapi? Jangwani. Mimi swali ambalo ndugu waliulizaka. Ndugu Branham anajibu ya kwamba alikuwa wapi? Mjango iko na jeûner. Ndio. Na kuomba. Amen. Frère, tusomee ile fasi mu Mathayo. Tusomee ile fasi katika Mathayo. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1 jusqu'à 4. La Bible dit ceci. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le fils de Dieu, jette-toi là-bas, car il est écrit, il te donnera des ordonnances à ses anges à ton sujet, et ils te protégeront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Kwenye piko mambo ni kwa ile verset 1 jusqu'à 4. Oh, frère, hauna madineti hapo. Oh, c'est compris. Mungu amebariki sana. Ajue nafasi nikutaka kusoma pale kwenye swali mjibu ya ndugu Branham, anasema kwamba baada ya Yesu kubatiziwa, roho ya Mungu ilimbeba wapi? Munini? Mjangwa. Kule ambapo alifanya siku 40 akijene na kuomba usiku na mchana. Ndio kwenye alikuwa. Amen. Amen. Il a dit ceci, frère Branham. La réponse, il a dit: très bien.
Jésus, lorsqu'il était baptisé, il était allé directement, 3 points, lorsqu'il était sorti de l'eau. Et l'Esprit l'avait conduit dans les déserts pendant 40 jours et 40 nuits pour être tenté par les diables. Amen. Sinon pas dutoa kusoma katika Mathayo 4 verset 1 jusqu'à 4. Inasema baada ya kubatiziwa roho ilimbeba wapi mjango. Mule mjango kwenye ilimbeba kule, ilimbeba kusudi ya kuwe tante. Amen. Amen. Mais tentation mule tentation zilianza kukia baada ya yeye kumaliza kunini? Kufunga na kuomba. Mais wakati alikuwa anafunga na kuomba, hakusikia njala. Ndio. Amen. Hiyo yote ni kutaka kutuonesha ya kwamba wakati wote tunasikia njala tuko mu maombi friend saa ya kwenda kufanya nini? Kula. Usikankamane aseme mpaka muda yenyewe. Kanisa yetu lisema hivi na hivi, hapana, kwa hivyo kanisa ilisema. Hata kwenye neno ya Mungu linasema. Ukishasikia njala unaenda kukula na ukishakufa mule mwa ile mafungo unaenda directement jehanamu. Kuzimu friend. Nzuri sana. Jule mafungo yako Mungu anakupatia na. Il est dit. Et il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et il avait gêné lorsqu'il était sorti. Les diables les tentant lorsqu'il a été sorti après son jeûne. Amen. Amen. Asia alijena alifunga wale siku 14 usiku na mchana, ni baada ya yeye kumaliza kufunga. Ndio wakati shetani alikuwa nini? Kumjaribu. Ni baada na wewe kumaliza kufunga na kuomba ndio unapaswa kusikia nini? Njaa. Ushasikia njaa uko mwafungo na kuomba friend, pastor mtu akusema sasa uko wa kimwili ndio kwa unaenda kukula. Sasa yeye wa kiroho anasikia njaa, muache aendelee wa kiroho. Wewe ushasikia njaa friend, tunasema tena ni saa ya kwenda kufanya nini? Kula. Leo usiende na chakula sasa, sema leo tutaenda kujene kumulima, asema ifo nende na chakula kule vile. Hapana. Utaanza kusikia harufu ile chakula na kuwa bezeo ya kukula na wewe yasikia njaa. Peko wengine waenda wanajibebea machakula kidogo. Sasa tunaenda kuomba kumlima kule maombi na ukesha. Nina beba na juice. Sasa ni juice ya nini tena? Si ni chakula na leo. Sura kama roho kwa kimwili sana. Ndio. Wako wanaomba mkanisa vile huko na kitu pembeni, wanaanza kuomba na toara unakula. Mungu aturehemu sana. Il est dit. Et il résista le diable par la parole de Dieu et il était entré dans son ministère et il prêcha pendant 3 ans et demi selon les Écritures. Amen. Ase aliweza kumresiste akamshinda ule shetani kupitia neno ya Mungu. Baada ya yeye kuingia katika huduma yake ya miaka 3.5. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jeûner sur vous, vous ne pouvez mettre pas cela sur vous-même. Amen. Aseme kwa kukesha, kwa kuomba plutôt, hamwezi kujiwekea ile kitu ya kuomba nini benyewe. Ni Mungu anapaswa kutuwekea nayo. Hapa ni benyewe msha kutunga kitu kwenye utakuwa unafanya pana. Mungu anapaswa kukuwekea nini kufunga. Sio kufunga tu juu ya kufunga tu bengine balifunga. Hii ni mwezi tunafungaka, hii ni siku tunafungaka. Ni Mungu anapaswa kupatia ile nini kufunga. Na Mungu ashakupatia naye hautasikia njala kama. Ukishasikia njala maana yake ni ya shetani, sio ile ya kutoka kwa Mungu. Wala ujitungia wewe peke. Il est dit, voyez-vous, certains ne faites pas cela. Vous ne faites pas les choses par les œuvres, c'est par la grâce de Dieu et la souveraine grâce. Amen. Ase wengi watu wafanya hivyo, hamfanyaki mambo kama na hiyo kupitia matendo yetu, inapaswa kwa kupitia neema ya Mungu ndio yenyewe iko juu ya vyote. Amen. Amen. Yesu atende. Frère Branham dit ceci dans Pourquoi. C'est quoi nini? Why? Il y a 25 January 1961. Paragraphe 10. Il est dit, lorsque Dieu met un jeûne sur vous, vous n'aurez jamais faim. Si vous avez faim, quand vous jeûnez, c'est l'état d'aller manger. Amen. Ase wakati Mungu analeta ile kufunga juu yako, utasikia kabla nini? Njaa. Ushasikia njaa maana ni saa ya kwenda kukula. Je, sio ushuhuda tatu zenye nabii anatuonesha vile. Maana hii kitu ni ya ukweli. Wakati unasikia njaa huko mafungo ni saa ya kwenda kukula. Il est dit, juste parce que quelqu'un d'autre a fait cela, il n'y a aucune signe que vous êtes censé
faire cela. Asa kwa juu mwingine mtu alifanya hivyo, hakuna alama yoyote ya kusema kama unashurutishwa kufanya hivyo. Il a dit, laissez Dieu vous conduire à faire ce que vous faites. Amen. Sio unapaswa kuacha Mungu akuongoze kufanya kile ambacho unafanya. Si vous êtes conduit, lorsque vous vous sentez affamé, c'est qu'il est temps de manger. Amen. C'est kama unaongozwa wakati unajisikia njala, ni saa ya kwenda kukula. Lorsque Dieu met un jeûne sur vous, vous n'aurez aucun affame. Amen. Wakati Mungu analeta jeûne kwa ajili yako, utasikia njala kamwe. Amen. Amen. Et je prends encore, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le 13 novembre 1955, Frère Branham dit ceci au paragraphe 15. Jésus allait dans le désert et jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il sortant, ayant de la taxe, parce qu'il était législateur comme Moïse. Amen. C'est Mungu akawenda katika jangwa akafunga kupitia masiku 40 na usiku na mchana, na wakati alitoka ndio wakati ule wa kutante shetani aliweza kumtante, jua alikuwa nini na nguvu kama vile nini Musa. Lorsque Moïse sorti de son jeûne et de 40 jours là-bas sur la montagne, là où il avait reçu là où il avait laissé les 2 tables de pierre, Satan le frappa à son point faible. Amen. Ase Musa naye baada ya yeye kutoka katika kufunga yenyewe alikuwa amo kule ni njala, ndio alikuwa anasikia njala anatoka mkufunga. Anasema Musa yeye maraba hapa sio njala, anakuwa mzaifu sana wa kasirani. Akamuletea nini demo ya bisirani, akasikia bisirani akabipiga chini vyote vikapasuka. Ni baada ya kutoka nini mkufunga. Mimi mwenye mkufunga shetani akumkaribia kwa Mungu anampatia ile jeûne. Amen. Il est dit, et là où il avait reçu les 2 tableaux de pierre, Satan le frappa à son point faible. C'était son tempérament, et il a jeté les commandements par terre et les brisant. Amen. Ase shetani akampiga katika ile kote yake faible ya temperance, maana ilikuwa ya bisirani sana. Akatupa ile matablo chini yenye ilikuwa ile madiko mademabika bikpasuka. Mais lorsque Satan rencontrait le Seigneur Jésus, il avait su que ce n'était pas Moïse. Amen. Wakati shetani alikutana na Bwana Yesu Kristo, akaona huyu sio Musa. Huyu Bwana hakuwa kina bisirani. Yenye iko nayo hapa ni njaa. Ndio alikuwa asikia njaa. Tatasio yake ilikuwa tofauti na ya Musa, ndio vile nabii anasema. Il a su que ce n'était pas Moïse. Il prit à son point faible des femmes. Amen. Akamkamata Yesu kwa kote yake ya madhaifu naye ambayo ilikuwa ni nini? Ni njaa. Si tu es le fils de Dieu, commande à ces pierres de changer en paix et manger parce que tu as faim. Asi kama wewe uko mwana wa Mungu, uamuru majue geuke mkate, uikule juu usikia nini? Ilikuwa ni majaribu ya shetani. Mimi hangemwezaka. Juni yeye pekee ndio anapaswa kufanya ile 40 jours na hata sikia njaa. Amen. Moïse sikia kale alikuwa kama ile 40 jours akusikia njaa, na shetani akamweza mkotea yake faible ya madhaifu ya kuwa na kasirazi. Mimi Yesu hakuwezewa na shetani juu ya nini? Alikuwa ni yeye pekee ambaye anaweza kufanya ile kitu. Amen. Ndio kwa maana nabii alituonyesha kwamba hakuna kitu mdunia ambaye inaweza kufanya tufanye ile jeûne ya 40 jours. Jeûne ya 10 jours, une semaine. Hakuna kitu mdunia kutupose tufanye hiyo kitu. Yesu wetu ni mshindaji, ashaka kushinda. Na tunamwamini sisi wote, maana sisi tuko bashinda. Sasa ni nini na kusukuma wewe utaki kushinda mwele 40 jours? Il est dit. Fais changer ces pierres en paix et manger parce que tu as faim. Mais il réalise que ce n'était pas Moïse. Amen. Mais shetani akaweza kutambua huyu bwana sio Musa, ni tofauti. Ndio anaweza kumshinda kupitia nini? Maandiko. Akasema il est écrit. Imeandikwa. Mtu hata aishi kwa mkate tu, ila kwa neno yote natoka mkinywa cha Mungu. Ule mtu ndiye anasema ni mtu wa ndani. Ni mtu wa ndani.
Wewe ule bwana pale hakukuwa anajua kama ule mtu wenyewe pale iko na mtu wa ndani. Kwanza naye iko saksi yeye. Akamwambia mtu hata aishi kwa mkate tu. Mea huyu wa nje uko mpatie mkate akule. Kama mpatie mkate atakufa. Ndio kwa maana konsea na nabii anasema ukishasikia njala maana yake huyu wa nje ndio analomba mpatie asikufe, na akishakufa ulikankamana useme mpaka abakie vile tu anakufa. Wewe unaenda kujena mu directement. Mungu akubariki sana. Frère Branham dit ceci, jeûner c'est un commandement de Dieu, c'est les demandes honneur et respect. Amen. Asa kufunga ni amri ya Mungu. Inaomba nini? Ukue honneur, maana uko mtu mwenye uko mwadilifu na uheshimu. Amen. Ni commandement ya Mungu. Tunapaswa kujeûner, tunapaswa kuomba. Mais sasa kisi ya kujeûner na kuomba ndio namna gani? Ndio vile na Biblia anasema il faut watufundishe. Ndio kwa maana Mungu atupenda kutupatia nini? Mjumbe pastor wa kizazi. Niko naleta utaratibu makanisa zote za ujumbe. Ndio kwa maana tuko na mhuduria tufundishe namna gani ya kuwa nafanya jeûne na kuomba. Haiko mjina ya kanisa, mimi wewe peke Mungu anakupatia nayo. Kama utajeûne kwako, kama utaenda kumulima, kama utakuwa wapi, jeûne wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Mungu akubariki sana. Amina. Kama tutafanya ni jeûne ya kanisa, baki ilikuwa ni Mungu alitupatia na tuko na sababu yenyewe tunamletea Mungu. Sikuwa ni kitu kia mazoea. Kila mwisho wa mwaka, kila samedi, kila siku fulani hapana, kupoteza muda bure. Poteza muda bure. Mungu amebariki sana. Amen. Kwa watu walifanya bakiroho sana wakati biko mu Afrika, lakini kwa kila Saturday anaenda kujeni. Kila Saturday anaenda kujeni. Kila mwisho wa mwezi ndio. Sana huyo mimi na kwa hiyo kutumika per hours frère. Saturday ndio wanalipaka za mzuri, haendaki tena kujeni. Maana jeni ilikuwa tu ni Afrika huko au uendaki tena kujeni. Sura huo wa kimwili sana. Huo wa kimwili sana. Nijua nini hakufundishwa jeni ni nini na maombi nini? Nini? Ndio kwa maana nabii anasema tunapaswa kufundisha tujue vya kuwa na fulani. Amen. Amina. Il est dit ceci dans persévérance, yani kudumu, kungangamia de 1962 le 8 juin 1962. Perseverance 1962. Paragraphe 9. President Branham say, d'habitude le vendredi c'est mon jour de jeûne. Asa kwa kawaida siku ya vendredi ni siku yake ya jeûne. Hapana siku ya kanisa. Hapana siku ya Branham, ni yeye mwenyewe na Mungu wake, ni siku yake ya jeûne. Msikie sasa hii jeûne ya nabii wa kizazi. Hapana pastor wala mhubiri wala bwana yako wala bibi yako, nabii wa kizazi. Ile vendredi siku yake ya jeûne yake alikuwa anafanya ni mapatano yake na Mungu. Alikuwa na jeûne kuanzia kusubuhisha fika 12 anaenda kukula baki kakido. Jeûne vinaishia pale. Ndio ilikuwa vile mapatano yake. Hapana kutesa mwili mpaka ukufe mwili mjeûne, unaenda mjeûne. Mungu amebariki sana. D'habitude moi aussi chaque dimanche c'est mon jour de jeûne. Kila mara mingi Jumapili wakati na ukiaka hapa na wakati yako. Maki nasema ni busubuhi, sasa mimi natoka hapo ndio mimi nakula. Tuko na midomo inakauka. Ukiama nasema mtakuwa zibia kule kule, sema hiyo ni vyangu mimi najua venyewe niko hemo. Ni Mungu alinipatia na mimi kila Jumapili busubuhi nisikuwe na Biblia namo ilikuwa kwa kila vendredi kuanzia busubuhi mpaka saa 6 mshene anaenda kukula nake ka gadeti kwake. Nasikia jeûne inaisha. Ni siku yenyewe alipatana. Hakuna kitu mwa hii dunia yenyewe kitakupusia ufanye jeûne ya 3 jours, ukakamani mpaka uwe mwili usikie mpaka na njala huko mjeûne hapana. Uko na ile mbona kidogo ya consacration, nasema Mungu ni mtafuta niombe hivi na hiki na hiki na hiki. Mwambie Mungu mwangu ushasikia ushajibiwa, toka mjeûne uende kufanya nini? Kukula. Mungu amebariki sana. Amen. Tusikie nabii wa kizazi. Anasema d'habitude chaque vendredi c'est mon jour de jeûne. Je ne mange pas trop point. C'est sikulaki. Parfois les mardis et le vendredi. C'est mara mingi na kwa ni mardi na vendredi. Je jeûne jusqu'à un certain temps. Dans les après-midi. Nasikia nabii. Kila vendredi na mardi anakuwa na jeûne hakulaki. Anakuwa anaanzia busubuhi mpaka après-midi binaisha anaenda kukula. Aenda kukula. Hapana wako mjeûne ulianza busubuhi mpaka magharibi. Unatoka kule mjeûne mpaka sheruka kuanza tia kijibu hapa nule yule atie mbui. Unataka kukufa kule. Usiko na mkazi ya Mungu. Ni mjanja wa shetani kule kule. Tiko watu walifanya mambo kama na haya. Anatoka mjeûne mpaka kauka mule. Ya siku moja tu. Ya siku moja tu. Ndio alisikia njala anakamkamana tu anaendelea mpaka isitome anaanza kumuluma.
Unasikia na mtu analeta na ugonjwa wa estoma, yeye mwenyewe ujiko na itesa. Sasa ya kukule na kuya anaacha. Kwa analeta magonjwa yenyewe hukua nayo. Sasa unaweza kumwambia Mungu nisamee niligonjwa estoma uniponyeshe. Na wewe mwenyewe ulileta ile estoma vya kuima chakula. Mungu aturehemu sana. Amen. Na Biblia na vendredi na mardi ilikuwa inakuwa ni siku yale ya jeûne, mimi ilikuwa ni ya asubuhi, mpaka après midi alienda kujikula na ndio nabii wa kizazi. Hii maonyo yote, hii mavizio yote, kusema kwa lugha kote, kuponyesha magonjwa yote alikuwa anafanya. Alituambia kama ni nini, ni kazi ya kufunga na kuo. Sasa nguvu alikuwa anazitosha wapi? Ni mwa hii jeûne yake ya kidogo yeye alikuwa anafanya, anajitosha kwa Mungu. Na respect yote, ana respecter ses convictions. Ana honore, anaheshimu Biblia alisema. Amen. Amen. Tout ce qui est nabii. Il est dit ceci. Juste une toute petite paix, dans les après-midi, juste une petite paix. Et ça, ce n'est pas un jeûne régulier. C'est bien la kwa hiyo muda kidogo kama hivi. Hiyo sio jeûne kama vile ya kuendelea wala ya kawaida au ya mazoeo. C'est juste prendre quelques jours dans une semaine pour jeûner. Ni kupata tu masiku fulani katika wiki kusudi niweze kufunga. Ainsi, un long jeûne vient de plus jeûne ya mrefu sana inakuyaka plus de jours lorsque le Seigneur les met sur vous. Amen. Sasa jeûne ya mrefu inakuyaka ni wakati Mungu mwenyewe anaileta juu yako. Leo watu wanataka jeûne juu ya watu na iko Mungu anabaletea nayo. Washa kufanya kitablo kiabo kia kanisa siku fulani ndio tuna jeûne. Haiko Mungu alete ile mambo. Msaulike frère, sio ujumbe ya frère bwana. Unapoteza muda bure. Watu wana vya kufanya ndio wanapoteza muda bure. Ma distraction. Jeûne ya mrefu kama ni ya 2-3 jours ya journée yote, il faut Mungu akupatie nayo. Kama ni yako ya kurespecter, ya kujikoncentrer kwa Mungu, hata mwa après-midi wala mwa avant-midi, unasema hii saa ya kuanza kujeûner yangu na kuomba, unafanya hiyo kazi na Mungu atakusaidia. Amen. Ndio vile na Biblia anasema alikuwa anafanya kila vendredi na mardi, mu après-midi, kuanzia asubuhi mpaka avant-midi bila ishia pale. Mais ile ya mrefu kwa Mungu alikuwa anampatia nayo. Amen. Makanisa za mjumbe hawatasemaka hii mambo. Juu ya nini hawamsomaki nabii? Hawamsomaki nabii. Hamtabisikiaka. Ulimwengu ya ujumbe wa kusikia mambo ya hivi. Na kitu nyewe bacha kufanya miaka na miaka yote wanaboka bana jeune. Kisha wanasoma fasi hii watapitisha mbio mbio. Juu biko vigumu waende kugomora wenyewe bashaka kutia. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Amina. Frère Branham disait ceci. Mais c'est juste dans le respect et honorer un grand mémorial de Dieu pour nous. Amen. Asa ni kitu tu kia mzuri kia kuweza kuheshimu ile kumbusho za Mungu juu yetu. Déjeuner c'est un commandement. Amen. Et ainsi après 3 heures d'habitude je prends un petit quelque chose de léger. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ceci? Frère Branham iko mjeune après 3 heures aenda lwake anakula kitu ga léger kama ni kajuisi kama ni ile jeune bileshia hapo bwa anaenda mwingine. Mewe utakamkamana. Unasikia njala frère, uende kukula utaua mwili bora tutakuzika. Na unaenda mjeune mjuli kamkamana na iko muda ya kukamkamana. Ni jeune ya wewe mwenyewe unaweza kufanya juu ya kurespecter na kuhonore Mungu na kujitoa kwa Mungu mwambie wenyewe unataka. Haiko Mungu alikupatia na ni wewe unataka ufanye hivi kusudi umheshimu Mungu na heshimu nini amri zake. Menjane na kuya sasa muende kukula. Frère Branham après 3 heures anaenda kukula kitu kingine kiko léger. Amen. Amen. Mema ulimwengu ya sasa unafanya vile watakusema wa kimwili sana. Tusikie nabii. Frère Branham dit ceci dans s'arranger du côté de Jésus. Aseme kujiweka kwa ngambo ya Yesu. De 1960 prêché le 1er juin, paragraphe 101. Et 201 plutôt, paragraphe 201. Frère Branham c'est ici. Et Paul a dit, pour moi, toutes choses sont permises, mais tout n'est pas utile. Amen. Frère Branham anasema kama Paulo alisema kama kwangu mimi vitu vyote vinaruhusiwa. Mimi sio vyote ambao biko vya mafao vya maana kwangu. Voyez-vous, Paul pouvait peut-être faire beaucoup de choses qu'il avait, que le Seigneur les comprendrait et lui ferait confiance. Mais
ce n'était pas utile pour lui de le faire. Amen. Ase Paulo angeweza kufanya vitu vya mzuri ambayo Bwana angeweza kumuelewa, haiko hivyo ndio wenyewe ingekuwa vya maana kwa ajili aweze kufanya. Ainsi, c'est de cette manière que sous ces légalistes qui est anciens d'études et d'habitude, nous commençons un jeûne de 40 jours avant les Pâques et ils mangent jusqu'au temps qu'il peut venir les faire. Peut-être ils disent, eh bien, je n'aime pas les haricots. Musikia hapa kusina Biblia na manasema. Aseme hii mambo sio kama vile ba legaliste, watu washakuwa ba legaliste biko na mambo yao yenyewe biko limite kubyo. Wanasema hivi tunakaribia Pasaka, aseme sisi tutajene, biko vitu wenyewe hatutakula na wenyewe tutakuwa tunakula mimi biko mjene. Mnajua kama biko watu vile. Bandugu wa Katolika wale wa original wale wengine wale ba regio. Wale mama wanasoma mshakule kuanzia chini mpaka juu. Wakati ya Pasaka hii hawakula kinyama. Hawakula kinyama. Frère Katolika wanasoma vile manani vya hawakula kinyama wakati ya Pasaka. Iko nayo mjene yake yule brother anasema. Mais ile jene ya vile sio jene vya kuchakula vya kukula. Tusikie hapa anaingia mbali anasema na vingine. Ile de ceci. Peut-être ils disent, eh bien, je n'aime pas les haricots. Mwingine anasema mimi sipendaki maragi, maki mwa hii jene yangu. Sasa nakula tena maragi na kuna kula vingine mimi naacha maragi. Dieu appellera maragi. Il est dit, j'abandonnerai les haricots pour les carêmes. Ile makareme ndio ile biabu ya Katolika sio wanasema kabisa. Maki kwa ile wakati ya kareme ataweza kuacha nini kukula nini? Maharagi. Iko mjeni ya kuacha maragi. Ndio jene yake ile na yeye. Anacho kula maragi kisha natudanganya siku mjeni. Mimi vingine vitu kuna tenteka. Maragi tunjua naacha. Iko mkareme. Nyama tunjua naacha. Vitu vingine nasema mimi nitaacha tu vendredi ndio sitakuwa nakula. Kama jana Mkatolika yote akukula nyama vendredi. Sitakula nyama ya Yesu kama naitisha mzoko. Na mambo akukula. Eli hatari mwanga sana. Unaona mambo ma distraction ni watu bekwema. Ndugu Branham na bitayo wa kizazi aliona hii manafsi Yesu kunaongoza baba. Ni roho ya shetani. Kama ni jeni ni wakati ya kuacha kila kitu, unajikonsentre kwa Mungu. Hapana kuchakula vitu vile unapenda utakuwa na kule wenyewe upendaji na viacho huko mkareme, huko mjeni. Ile haiko jeni ni ujanja wa shetani. Frère Branham dit ceci. Et j'abandonnais les haricots pour les carêmes. Je les ai entendus dire cela. C'est dire parce que wanasema mambo kama na hayo. Je n'aime pas l'époque. Mwingine anasema mimi sipendaki nguruwe. Wakati ya kareme anaacha kukula nguruwe, anabakia sasa mjeni ya kutokula nguruwe, mimi vingine vyote atakula. Jua apendake nguruwe ndio nyana acha tu. Vitu vya aibu sana. Et si j'abandonnerai l'époque, vous savez, je vais cesser de boire pour les carêmes. Mwingine anasema mimi nitaacha kunywa hata pombe. Na mimi basi kwa kunywa pombe sasa hapana, niko mkareme, niko mjene. Ni wakati ya kujikonsentre. Mimi vingine vyote iko nakula. Mais jeûne sio hivyo. Ndugu Branham anasema jeûne ni kazi ya nini? Ya nafsi. Ni fete yenyewe huko hapo ya kulisha ule mtu wa ndani. Amen. Ni wakati ya kuomba, kujitoa kwa Mungu na mwambie vile unataka. Na Mungu anapaswa kwenda kukupatia ile jeûne. Na kama ni ya kurespecte commandement, isikuwe ya mrefu, ni wewe mwenyewe wakati unajitoa unajipatia kwa Mungu na mwambie vile unataka. Bikisheshia pale unavitoka uende kukula. Mungu akubariki sana. Frère Branham dit ceci. Une femme m'a dit, vous savez, ce que j'abandonnerai pour les carêmes cette année, Frère Branham. Mwanamke mama akamwambia ndugu Branham, unajua venye mimi nitaweza kuacha kwa ajili ya kareme hii mwaka? Frère Branham dit, j'ai dit non, c'est quoi? Ndugu Branham akasema hapana, ni nini? Elle a dit les bonbons. Asema mwanamke anapenda mabongo sana. Akasema yeye kwa hii kareme, kwa hii jeûne ya hii mwaka hata kuna kama mabongo. Bingine vitu vyote atakuwa nakula iko mjeni, mimi mabongo ndio hapana. Tunakubali ma distraction hii watu bekwema. Iko mjeni, mimi ataacha tu ni mabongo ndio atakuwa nakula. Mimi bingine vitu vyote atatendeka. Il dit, je n'ai été jamais occupé pour autant de toutes manières. Voyez-vous, vous y êtes,
maintenant, il s'appelle cela gêne. Oh, voyez, c'est du légalisme. Amen. Asema mnaona hayo mambo yote watu wanaita nini? Ni kufunga. Unaona? Hiyo ni nini? Ni vya kujilinganisha, baki vya kujitiatia, vitu wenyewe watu wanajifanyishia, mimi haiko maneno ya Mungu. Ni ma distraction wakifanyia. Vya kudistraire watu. Amen. Amen. La Bible, Frère Branham dit ceci. Après-demain, excusez-moi, je vais sauter ici pour gagner du temps. Je prends l'enseignement sur Moïse. Ma fondation du à Moïse de 1956. Paragraphe 134, page 20, page 20. Frère Branham dit, vous savez, quelquefois, quand les gens prient, ils se fatiguent, n'est-ce pas? Amen. Si ndio vile. Wakati mara mingi watu wako wanaomba wanachoka. Si ndio vile? Hakuna mchoko. Les mamans et les papas, ni swali la Louise. Ase mara mingi wakati watu wanaomba, mama na badada, si mnachokaka? Ndio. Oh, ils deviennent si fatigués. Amen. Branham, quelquefois je deviens si fatigué que je n'arrive presque à tomber. Hata ndugu Branham anasikia anachoka mpaka wakati anatafuta kunini kuanguka. Juu nini alijitosha sana, ni nguvu zenyewe ziko unatoka ndani yake. Il est dit, lorsque je vais pour prier pendant un longtemps, j'arrive à tomber. Lorsque je vais sans manger et toutes ces choses pendant des jours, et je prie, et je prie, et je prie, et je prêche, j'arrive au point où j'arrive à tomber, presque. Et quelquefois, les gens deviennent de cette manière. Il n'y a pas de temps pour abandonner. Continuez à aller, Dieu répondra. Oui, Messie, continuez à tenir, oui, Messie. Amen. Asema mara mingi naye wakati anaanza kuomba, anahubiri, inafika mara mingi anatafuta kuanguka. Asema unajua ni juu ya nini? Asema muendelee, wandugu, muendelee juu ni namna ambayo il y a pas de temps pour abandonner. Sema kwa hakuna muda ambao ya kuweza kuacha, ni kuendelea. Continuez à aller, Dieu répondra. Amen. Lakini kuendelea kukangamana tu, Mungu atajibu. Amen. Je saute un peu. Excusez-moi. Je crois Dieu se cache et se révèle dans la simplicité et révélation de cette somme pour prêcher le 17 mars 1963. Frère Branham nous dit ceci au paragraphe 95 à 96. Écoutez attentivement. Il dit, maintenant, les services sont longs. Ils traînent parce que c'est un service dur. C'est quoi ça? Les services kama vile kazi wala makutano wala wakati tuko mu service tu kazi ya Mungu iko ndefu sana juu ya nini inakamata muda mrefu. Beaucoup d'enseignements, c'est mafundisho mengi. La consécration est juste, c'est kujitoa ni kweli. L'endroit où je reste, les gens veulent en quelque sorte me nourrir de toutes choses, mais je crois qu'ils ont dit bien, vous avez perdu beaucoup de poids. Ase kujitoa inakuwa ni mzuri na ile mafasi ambayo mimi napoka mnaishi, watu wanakuja mara mingi wanatafuta kuniletea chakula ya kunilisha sema watu wakasema ya kwamba ndugu ulishakupoteza nini makilo za mingi. Frère Branham, et toutes choses, mais j'étais constamment en service. C'est kwa hayo mambo yote ingawa wanasema shakupoteza makilo mingi, mimi nilikuwa tuko nini kwa kazi. Je dois quitter ici le dimanche prochain ou soir pour avoir une autre réunion très rapidement à Mexique
Ainsi c'est juste une chose dure. Asema nitatoka hapa jioni ili niweze kupata neno katika nini jioni magharibi ya Jumapili ili niweze kufundisha wapi wengine kuwa na nini makutano, yani mkutano wengine wapi Mexique. Asema hivyo hiyo mambo yote ni vigumu, mais j'essaie juste de me retirer de trop manger pour me mettre prêt. Amen. Asema mara mingi inakuwa najitosha kwanza kidogo sisi nisikule sana pour que nikuwe nini tayari kwa hiyo kazi. Il est dit ceci, paragraphe 107, il est dit: comme je le disais l'autre jour, il y avait quelqu'un qui parlait de purgatoire et se référant à plusieurs tels que ça c'est François. C'est kama vile nilisema kwa muda iliyopita, ulikuwa mtu alikuwa anasema juu ya purgatoire. Purgatoire inakuwa ni ile yenyewe Katoliki wanafanya wakati mtu anakufa kule, wanataka kumwombea sasa kule bamtoshe kule kwenye yuko bamrudishe. Il est dit, barakaza kusemea juu ya huyu Saint François, ni mtakatifu François. Et Sainte Cécile, na huyu mtakatifu kama Cécile, et celle-ci priait pour certaines personnes pour les faire sortir du purgatoire. Sema hapa mtakatifu François na Cécile walikuwa naombea juu ya watu fulani basi kuwatosha kule mapurgatoire. Et il cita les autorités comme cela. Na bakaweza kutamka watu bakubwa kama hiyo. C'est une autorité non scripturelle. Asa ni mamlaka ambayo sio ya kimaandiko. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autorité. Asa ni watu ambao hawana nini ile mamlaka. Les apôtres avaient l'autorité scripturelle. Amen. Asa wa mitume walikuwa na mamlaka ya kimaandiko. Et quand à moi, asa kwa wakati ya mimi si c'est contraire à eux, alors c'est un mensonge. Amen. Anasema wa mitume walikuwa na nini? Na autorite, nguvu ya kimaandiko. Sasa kwa yeye na Biblia namna ishakuwa tofauti na ile ya wa mitume, maana yake ni ya uongo. Na tunaamini kwamba nguvu ambayo nabii alikuwa nayo ilikuwa na sawa sawa na ile ya mitume. Amen. Il est dit, paragraphe 8. Je crois certainement je crois certainement dans un purgatoire, mais je crois que c'est juste maintenant. Vous purguez votre propre âme. Le purgatoire signifie purger. Asema mimi katika ile purgatoire, anasema purgatoire ni maana yake mnaweza kupurger, maana kupurger na kwa ni kama vile ni kutosha nafsi yako wewe mwenyewe, ndio nabii anasema. Asema purger votre propre âme. Le purgatoire signifie purger. Asema purgatoire inamaanisha nini kupurger, yani kutosha. Lorsque vous voyez que vous avez fait quelque chose de faux, asema wakati unaona kama ulifanya kitu ambayo ni kibaya, vous sortez là-bas, vous purifiez. Amen. Ndio maana ya purgatoire, maana ni kujitakasa, kujipurifie. Sasa wakati unaona unafanya kitu ambacho ni kibaya, unatoka kule unaenda kufanya nini? Kujitakasa, maana unaenda purgatoire wewe mwenyewe. Hapana Saint François wala Saint Cécile ndio kufadhili purgatoire. Na wakati ukisha kukufa ndio unaenda kukutosha na kutakasa tena. Habiwezekani. Ni wewe mwenyewe. Il est dit ceci. Et vous la levez de vous par la confession en criant et gênant et en priant. Amen. Asema unaweza kujitosha kule katika ile makosa ambayo ulifanya kwa kukiri, kwa kutubu, kwa kufunga na kwa kuomba. Amen. Ndio kazi ya nini ile purification, maana ya ile purgatoire. Hapana pastor wala bishop wala padri wala Saint François wala Cécile ambayo iko ile mamlaka ya kuweza kutosha watu nini mapurgatoire wala kwenda kusafisha watu. Hapana. Ni wewe mwenyewe wakati ulifanya kosa unapaswa kwenda kunini kutubu, unaomba, unafunga na Mungu ataweza kukusaidia, unatoka kule unakuwa purifié. Amen. Paragraphe 9. Vraiment on dit ceci. Quelqu'un s'était moqué de moi lorsque le Seigneur est venu ici il n'y a pas longtemps et il m'a donné une vision que j'avais toujours désiré voir si ces serpents liés. Sasa mtu mmoja anaweza kunichekea hapa ya kwa muda mrefu wakati nilikuwa nasema Mungu anipatie onyo ili niweze kuona ule nyoka ambaye amefungwa.
Je me suis toujours demandé de quelque manière, nikaweza mara mingi kujiomba katika manamna tofauti, de quelque manière je devrais seulement sortir comme cela parce que c'est ce que j'avais toujours. Kwa namna nyingi kama vile nilikuwa nataka nitoke hivyo, kama vile nilikuwa napenda mara mingi ikuwe hivyo. Et de désir tout ma il est dit toujours et de désir toute ma vie. Na désir frère na wazo haja ukuwa na haja ya hivyo katika maisha yangu yote. Alors j'ai commencé à jeûner et à prier. Il m'a dit, pourquoi aurez-vous faire cela? Ase hapo nikaanza kuomba na kufunga. Ule ndugu akamwambia, "Kwa nini unafanya hivyo?" J'ai dit, là-bas à l'intérieur, il m'a dit que je n'étais pas assez sincère. Ase ndani aliniambia kwamba mimi siko mwadilifu. Je devrais venir maintenant et me purger moi-même. Amen. Asema ndani ananiambia kama mimi siko mwadilifu, ilifanya mimi nikuye sasa ili niweze kuwa nijipirige, ambayo alisema pirige maana yake kujisafisha. Ndio signification ya neno pirige. Na ile kujisafisha unapata kufanya ni wewe mwenyewe wakati unafanya kosa, unapaswa kuwa condamné, unaenda kuomba na kufunga na kukiri. Amen. Il est dit, moi-même non pas attendre jusqu'à ce que vous mouriez. Amen. Ni wewe mwenyewe unaenda kujipirige, unaenda kujipirige. Hapana kungoja wakati unakufa kama vile wandugu wetu makatolika wanafanya leo. Mtu yuko mzima wanamuacha tu vile anafanya makosa zake, mbele wakati anakufa tu wanalipa makuta, wanapatia padri asema leo tuko na misa ya kufanya purgatoire ya kudedi. Et vous laissez quelques prêtres essayer de vous purger vos âmes. Asema mnaacha padiri wala walimu fulani baeze kujaribu kumipirige manafsi zenu. Hiyo ni vya bongo. Amen. Frère Branham, un homme pourrait aller prendre la réponse à notre prière auprès de Dieu et venir nous la donner. Ni swali wanauliza ndugu Branham. Ase je, mtu anaweza kuchukua nini jibu ya maombi kwa karibu ya Mungu na kuja atupatie nayo? Tusikie jibu na Biblia. Branham anasema hivi, dans l'ange et la commission, c'est malaika na nini na commission yake, prêché de 1950, le 21 août. Frère Branham dit ceci en Arizona, paragraphe 28, il a dit, je n'ai rien à faire avec la guérison, je suis juste une bouche. Amen. Amen. Aseme mimi sina na kazi yoyote ya kufanya pamoja na uponyaji. Mimi tu ni kinywa. Na ndio vile tunaamini kama nabii anapaswa kuwa kinywa cha Mungu. Amen. Amen. Haiko yeye anaponyesha. Ni Mungu alitaka ule mtu aponye anatumia kinywa cha nabii kusudi aseme, amuru aweze kuwamakia makosa ya watu. Mimi watu wanakamata sasa ile kitu wanambebesha nayo na Biblia aliponyesha. Na Biblia ndio alikuwa anaponyesha watu. Alikuwa ni kinywa tu cha Mungu. Mungu alikuwa anatumisha ndio kinywa chake. Kusudi atende. Amen. Mungu amebariki sana. Watu wa kimwili wasibebe moshi hapa kusema sasa na Biblia anakuwa anaponyesha watu. Mbona ndio alikuwa anaokea watu miko? Yeye ni mwili ambao Mungu alikuwa anatumikisha. Ni hekalu tu. Amen. Dieu vient d'annoncer ma passé. Je n'ai rien à faire avec la guérison. Je suis juste une bouche pour votre prière à Dieu. Amen. Aseme mimi niko kitu bure kwa ajili ya uponyaji wetu. Mwenye niko nini kinywa tu kwa ajili ya maombi yetu kwa Mungu. Il a dit ceci. Voyez-vous, si votre prière a atteint Dieu qu'il m'a dit que vous êtes guéri, alors je crois que cela et je vous parle si vous croyez cela, alors vous êtes guéri. Amen. Ndugu Branham anasema wakati maombi yenu inafika kwa Mungu na Mungu anazungumza nani, anasema mimi napenda tu mimi nakuambia, je, unaamini Mungu? Pale na Mungu anatimiza ile uponyaji yenyewe kufanya juu yako. Amen. Ndio kwa maana sisi tunaamini ya kwamba wakati tunaomba Mungu anakuwa kutuponyesha zama. Amen. Inakuomba sasa wewe uamini uponyaji.
Ingawa ungali nasikia madhaifu, unasikia mchoko, ni baby gani binaluma, mimi wakati tuliomba tu Mungu ashakuponyesha. Ni wewe sasa ndio unakuwa na kazi ya kuamini uponyaji. Bwana sikia mtu anamwombea leo, si abine huko tena mzuri, wanaita tena mwingine. Si wewe ndio kia uniombee tena. Bali huyu maombi yako haindi mzito, ngoja kwa maombi ya fast France. Bana lipa na mavio magari, bana mbona enda kumwombea nini fast fulani. Mako ule mtu hayamini uponyaji. Ukishaamini uponyaji ingawa ungali kinasikia maumivu katika mwili yako na basha kuombea. Ni kazi ni yako wewe. Kazi haiko tena ya muombaji. Kazi haiko tena ya nabii wala mhubiri wala bishop. Kazi yake shamaliza nishaomba. Wewe ndio uko na kazi ya kuamini sasa uponyaji. Mimi watu waamini yake tena uponyaji. Basha kumwombea mimi anaweza kuleta tena mrongo ya waombaji. Asema ule ndio wa kiroho frère, ule akishaomba ule vitu vitakuwa bien. Tuko na muombaji kisha saa mtoto wa pasera anaonaka ule taona biako na wewe. Haina kazi ya vile. Kazi ni kusema nini? Uamini ndio uponyaji tu. Utapata. Amen. Mungu akubariki sana. Ni vigumu watu ndio ujumbe ile frère. Ndio. Sasa frère. Tuangalie na muda. Tumatike na muda. Tunatamaliza. Tutaweka mkato muda si kidogo. Tungana 10 minutes tuweke mkato. Mungu akubariki. Amen. Je continue. Frère Branham dit ceci dans la même brochure, l'ange et la commission. C'est malaika na nini? Na commission yake. Il est dit ceci, toujours dans le paragraphe 28. Il dit ceci: si votre prière attend Dieu et qu'il m'a dit que vous êtes guéri, alors je crois ce qu'il a et je vous parle. Si vous croyez cela, alors vous êtes guéri. Amen. Mambo hapa ni croyance, ni kuamini. Sisi watu tunakuwa na mashaka ya mingi sana, hatuamini. Watu wanajitengenezea ndio maombaji babo. Mpaka fulani ndio muombaji. Sio vile. Hakuna muombaji. Watu wote ni waombaji. Na wewe mwenyewe ni muombaji. Uamini kwanza uombaji. Kama wewe mwenyewe haujiamini kama kushomba Mungu atakujibia, sasa tunaleta muombaji waje. Na uamini uombaji, hautapona. Unapaswa kwa kwanza kuamini. Ndio ndugu Branham anasema hapa. Ni wewe mwenyewe unapoka ulishaamini kwanza. Ndio maombi yako yanafika kwa Mungu. Mungu anatumisha ndio kinywa tu kia nabii. Anakuuliza, je, unaamini? Usisema unaamini, chunga sasa Mungu atimize. Hapana kutana kuita tena mwingine. Amen. Amen. Je, tuko pamoja? Amen. Frère Branham dit ceci: si vous croyez cela, alors vous êtes guéri. Peu importe ce que les symptômes sont maintenant, vous croyez cela? Amen. Ase haijalishi namna gani ile masaini masymptome. Wacha kuombea, mboma inaongezeka, mchoko haulali, ufanye tena nini? Unaweza kuleta tena mashaka. Ukienda tena uniombee, usile maombi ya kufika. Tutaomba tena mara ngapi? Maana yake na ile ya kwanza kuamini, hata na ya pili nayo hautaiamini. Amen. Amen. Ndio kazi ya maombi ni kuiamini. Amen. Acha nimpatie ushuhuda ulio hai. Siku moja tulizaa kuombea ndugu alikuwa mgonjwa kwa nyumba kwake. Palikuwa ndugu mmoja ndugu yangu wa kuyarabeba kule. Tukatoka tu nje pale akasema sasa hapo ndio mimi nafurahi. Mimi napendaka mie nini? Ambulance ndio basi ndio mtu muambulance ndio nasikia kama kule anaenda kupata nini? Uponyaji. Basi unaona pale wanamtia na serumu. Pale deja banaanza kupatia sweat. Mimi namwambia sisi tulikuwa tumeshaomba mule mundani. Pale anaenda kule aisha kupona. Sasa hapana baba. Hapana, hapo ndio sasa mimi nasikia anaanza kupata sweat. Mbia tulikuwa tulishaomba sisi. Iko naenda kwa mganga kule aisha kupona zamani. Wale waenda kufanya zingine makazi za kwa complete tu. Mimi aisha kupona zamani. Ndugu akakataa akasema hapana. Hapo bwana mtie serumu ndio sasa sweat inaanza. Ase mimi kama kesho mimi nagonjwa baba, mwite ambulance asema sawa. Ule mtu haamini muponyaji. Nyuma nikakuwa jua kama ni nini nitemwende ndio wasema basi ndio pale. Bwana kupoteza muda bure frere. Ndio wale watu waamini muponyaji, waamini maombi. Biko na vitu vya bobi yako tofauti na Biblia. Mungu abibariki sana. Amina. Ni ushuhuda ulio hai ndugu anapaswa kuwa na mchoro ndugu yetu. Je continue. Frère Branham dit ceci dans la stature d'un homme parfait, aseme au picha ya mtu mkamilifu, prêché le 1962, le 14 août, paragraphe 4 au page 19. Frère Branham dit ceci: comme par exemple, si quelqu'un trouve un point, comme ces petites bébés, l'autre jour, cette mère dont la sœur quitte
les autres ont parlé dont les bébés avaient l'intestin à l'extérieur avec aucune ouverture au rectum pour permettre à la nourriture de passer. Asema kama vile tunaweza kusema kwa muda kwa siku iliyopita kwa example juu ya huyu mtoto mchanga ambaye mama yake alisema ni dada kama kid ambaye alikuwa na tatizo mtumbu ya maintestin mabutumbutumbu ambayo alikuwa na permettre chakula aweze kupita. Eh bien, cette dame ayant entendu ces reculs et les autres témoignages, akaweza huyo mdada akaweza kumsikiliza dada Kate na ushuhuda zingine, a crié si elle pouvait entrer en contact et je priais pour ces bébés 3 mois maintenant. Voyez-vous? Asa huyo dada alisikia maushuhuda ya huyu dada kid na wengine, akamtafuta nani au contact ya nabii, akasema na Biblia nao akaisha kuombea juu ya huyu mtoto. Mnaona? Maintenant voyez-vous, Dieu nous a donné des gens 3 points, certains d'autres nous ont fait des expériences avec Dieu, si réellement que Dieu devienne comme 3 points. Asa mnaona? Mungu utambueni, Mungu anaweza kufanya nini? Watu wengine waweze kukuwa na nini? Na confiance. Certaines personnes ont des confiances, d'expérience plutôt avec Dieu. Si réalisez que Dieu devienne comme si vous allez parler et si les frères Neville ou quelqu'un que vous priez pour nous. Asema watu wakafanya ile confiance ya kusema kama ndugu Neville au mtu mwingine ambaye anaweza kuwaombea. C'est ce que nous sommes censés à faire. Asema hiki ndio tunapasha tuko censé maki ndio tunapasha kuwa nafanya. La personne qui prie pour nous est en train de parler à Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Asema mtu ambaye anaombea juu yetu yuko nazungumza na nani? Na Mungu. Alors notre foi est accrochée. Amen. Kwa kufuata sasa imani yetu sisi ambao tunaombea kwa Mungu inaambatana na hikyo. Amen. Wakati pako na kuombea na imani yako yaambatani kama ule mtu yuko nazungumza na Mungu, hata aanze kuomba leo mpaka kesho. Aombe mkinywa mtoke moto. Aseme fire mara 100, aseme vile vya urashaka barabara. Hautaponaka wakati ya nini hauko imani yako ya kujiakrosha ikuambatana kama ule mtu yuko naongea na nani? Na Mungu. Na wakati wote hauamini vile, maana yake utapata uponyaji. Ndio kwa maana unapaswa kuamini kwanza. Na ndio ilikuwa swali yenyewe nabii alikuwa anauliza watu kila mara mbele ya kumwombea. Je, unaamini? Ifo uamini kwanza. Hapana mtu anamtanisha tu mjia kule kwa mgonjwa yake wala benda bazima asema siku moja ba mitume waliokeka watu mikono wakapona na mimi natafuta kumwekea mtu mikono hata kupiga majido. Muulize kwanza kama anaamini. Akishaamini wewe zungumza na Mungu, Mungu atakuponyesha. Amen. Amen. Mimi watu wako muaventure. Watu wako tu mkanisa. Wanaweza kuombea, watu hayamuuliza hata kama naamini, hajui wenyewe kwa msazi mwa ni mgeni, wala hayaamini yake wake nikifuata. Unaweza kumuombea, mtapoteza muda bure, wala takupiga, wala kupatishe haya pale. Uliza kwanza yule mtu kama anaamini. Kama anaamini maana unapaswa kuanza kazi sasa ya kumzungumza na Mungu. Amen. Hata muubatizo, hata usienda kubatiza tu mtu tu. Asema ni mjina la Yesu Kristo tunakubatiza mjina la Yesu Kristo. Muulize, je, unaamini kama Yesu ndio Bwana na mkombozi wako? Ndio mbatize sasa. Akasema ndio batize. Akasema hapana, mrudie msipoteze muda bure. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Abraham anasema wakati mtu yuko na kuombea kwa Mungu tunapaswa kuamini na imani yetu iambatane na hiyo, tuchukue na certitude ya kusema kama huyu mtu yuko anazungumza na Mungu. Amen. Na ukishaamini vile haijalishi muda ambao itatoka kusudi ile masymptome iishe ambayo uko unajisikia, Mungu atakuponyesha zamani. Ni wewe tu kuamini. Na kama hauamini hata tunaanza leo mpaka kesho tunafunga na kuomba ili tukuombee upone, hautaponaga juu wewe mwenyewe mwenye ugonjwa hauamini. Mungu amebariki sana. Il a dit, est en train de parler à Dieu, alors notre foi est accrochée et elle est fixée solidement et elle a à faire mienne. Amen. Asante, tunaweza kujitosha kwa Mungu na imani yetu inaambatana na hikyo, inashikilia kabisa kwa nguvu zote na hiyo mambo inafanyika. Il a dit ceci. Il y avait aussi des frères et des sœurs qui s'enfermaient
jeûnant et priant pour les réunions des frères Branham. Sasa palikuwa bandugu na badada ambao walikuwa banajifungia mnyumba banafunga na kuomba juu ya nini? Ya mikutano za ndugu Branham. Ile ni ceci que fait ici ni brochure inaitwa mnafanya nini hapa, Projet de 1959 le 1er mars paragraphe 55. Frère Branham dit ceci: n'oublie pas de prier pour moi. Amen. Ndugu Branham anauliza msisaulike kuombea nini mimi. Juu ya nini? Piko hapa bandugu na bandada ambao walikuwa wanafunga na kuomba kusudi waombee nini? Mkutano za ndugu Branham. Amen. Je, tuko pamoja? Ndio hapa tunaweza uliza, je, na nyinyi mnaniombeaka? Amen. Unapaswa kwa mnaomba juu ya mikutano? Ya mikutano. Mnaombea watumishi wote. Mnaombea kazi ya Mungu yote ambayo inafanyika. Kama vile bandugu na badala walikuwa wanajifungia hata mnyumba bana jene. Basi sio mtu yuko mumaombi ya nini? Kumbe yeye anaombea kazi ya Mungu iendelee, injili isonge mbele. Amen. Il a dit ceci au paragraphe 55, n'oublie pas de prier pour moi. Je vais avoir besoin maintenant dans quelques prochains jours. Sasa mimi nitakuwa na shida na hiyo maombi katika masiku fulani zijazo. Je vais avoir besoin de la prière. Sasa nitakuwa na shida ya maombi. Maintenant, ne le prenez pas à la légère. Sasa msikamate kwa leja. Mais mettez-moi sur votre cœur et priez pour moi. Amen. Sasa msikamate kwa leja, muniweke katika maombi na muniombee. Amen. Na wakati mko naombea mtumishi wa Mungu anaenda mkazi ya Mungu, nafsi zote zinataganie kule na Mungu ulichangia katika ile maombi. Maana na nyinyi mko mkazi ya nani? Ya Mungu. Amen. Na nafsi ya mtu mmoja yuko na value ya nini? Ya 10,000 month. Sasa angalia malipo yetu tuko tunapata. Ni kwa ajili tu ya kuomba tu. Wewe uliombea tu ya kazi ya Mungu. Unaona mwele kazi ya Mungu, mtumishi wa Mungu anaenda kuhubiri kule na ganye nafsi mmoja anamkujia kwa Mungu. Na wewe ulichangia katika maombi maana na wewe ulifanya kazi ya Mungu na Mungu atakulipa kwa wewe ulifanya. Mema tu ndio maombi yake watumishi. Ndio kwa maana hakika unapata mubaraka. Basi ngine utasikia ndugu Branham anauliza, "Je, mnanipenda?" Sasa kama hampendi nabii, hautapata mubaraka ya nani? Ya nabii. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Na kama unamwombeaka mtu maana unampendaka. Ndio. Mtu wenyewe haupendaka hauwezi kumwombea. Na ukishamwombea kama unampenda utamwombea vya mbaya. Mtu wenyewe haupendaka utamwombea tu vya mbaya kila mara. Wewe mtu wenyewe unampenda utamwombea tu vya mzuri afanikiwe, ubarikiwe, uzale mapasha. Mbaraka ya bazaliwa wa kwanza iendatane na wewe. Juu unampendaka ule mtu. Mimi wenyewe nachukiaka hata kumwombea utamwombea na Mungu utakuwa unampiga sababu Yesu ule. Mimi hapa Nabii Branham anasema tupendane. Na alama ya kuonyesha kwamba unampenda mtu, maombi nayo ni alama ya mkubwa sana. Ndio kama tunapaswa kukumbukana maombi. Surtout juu ya kazi ya Mungu. Frère Branham dit ceci. Mais mettez-moi sur votre cœur et priez pour moi. J'ai besoin de votre prière. J'ai des décisions à prendre qui pourraient signifier la différence des millions d'années. Des millions d'âmes plutôt. Asa niko na shida ya maombi yenu, niko na shida ya kufanya nini? Utofauti ambao unaweza kufanya nini? Manafsi milioni. Quelque chose doit être fait. Je suis allé aussi loin que je peux. Dans ma propre force, je dois avoir une vision de parler de Dieu. Sasa nikaweza kujitosha kwenda mbali vile kusidaweza kufanya katika nguvu zangu ili niweze kupata nini? Ile maonyo ambayo zitakuwa karibu na Mungu. Pour moi-même, il me montrera pour les autres, mais je dois avoir quelque chose pour moi-même. Amen. Aseme kwa ajili yangu mimi atanionyesha juu ya wengine bado. Mimi na mimi napaswa kuwa na nguvu, napaswa kuwa na kitu fulani kwa ajili ya mimi mwenyewe. Amen. Il a dit, j'ai besoin de cela. Priez pour moi. Il verra cela si seulement vous priez pour moi. Amen. Asema niko na shida ya hiki, muniombee na